Sasa jambo la kwanza la kuliangalia ni andiko linapatikana katika kitabu cha Mhubiri. Mhubiri sura ya 11. Kuna mambo mengine hapa yameandikwa ya ajabu kidogo. Mhubiri sura ya 11 mstari wa kwanza anasema hivi: tupa chakula chako usoni pa maji, maana utakiona baada ya siku nyingi. Tupa chakula chako usoni pa maji, maana utakiona baada ya siku nyingi. Sasa Biblia zinatofautiana. Baadhi ya Biblia zimeandikwa tupa chakula chako usoni pa maji, maana utakiona baada ya siku si nyingi. Kama mtu una Biblia hapo, unaweza ukaona Biblia nyingine zimeandikwa utakiona baada ya siku nyingi, na baadhi ya Biblia imeandikwa utakiona baada ya siku si nyingi. Sasa ninachotaka kukiangalia hapa sio utofauti wa Biblia. Ninachotaka tukione hapa ni maana ya ile andiko. Andiko hili linasema hivi: tutupe chakula chetu usoni pa maji, alafu tutakiona baada ya siku nyingi, ama siku si nyingi tutakiona hicho chakula. Sasa nikuulize tu kwa lugha nyepesi, ni kwamba umeshawahi kutupa chakula kwenye maji alafu ukakiona kesho yake? Ama umeshawahi kutupa chakula kwenye maji ukakiona tu hata baadaye jioni akionekani, si ndio? Kwa sababu gani? Ukitupa chakula kwenye maji ina maana kwamba kinaenda kuharibika. Kwa chakula kitaharibika baada ya kuwekwa kwenye maji, baada ya kutupwa kwenye maji. Lakini huyu mwandishi hapa ambaye ni Suleimani anasema kwamba tutakiona baada ya siku si nyingi, ama baada ya siku nyingi tutakiona hicho chakula tutakachokitupa katika maji. Sasa hii kitu haiingia akilini. Huwezi ukaniambia mimi niweke chakula kwenye maji alafu nitakiona. Ni kitu ambacho hakiingia akilini. Sasa jambo la kwanza, labda tuangalie ni aina gani ya chakula ambacho huyu bwana anatuambia tutupe. Maana hapa amesema tupa chakula chako, hajaonesha ni aina gani ya chakula ambacho tukitupa kwenye maji tutakiona baada ya siku nyingi au baada ya siku chache. Umeona? Hajatuambia chakula gani, kwa sababu Biblia ya Kiswahili imesema tu chakula. Lakini sasa nikaenda kutafuta Biblia ya Kiingereza. Nilivyotafuta Biblia ya Kiingereza nikataka tu nielewe hapa ni aina gani ya chakula ambacho mwandishi huyu anamaanisha. Sasa katika Biblia ya Kiingereza anaongelea mkate. Anasema hivi: tupa mkate wako usoni pa nchi, pa maji, not nchi, usoni pa maji, nawe utauona baada ya siku si nyingi. Utauona huo mkate uliotupa katika nini? Katika uso wa maji. Sasa badala ya mimi kupata jibu, ndo nikachanganyikiwa zaidi kwamba tena mkate, nikafikiri at least kingekuwa chakula gani. Mkate nikiutupa kwenye maji mimi nitauona baada ya siku si nyingi. Mkate. Nilikuwa nafundisha hili somo sehemu, nikawaambia hivi, anyway, sawa, kachukue mkate wako kauweke kwenye maji, afu kesho uje unionyeshe kwamba huo mkate umeuona. Maana anasema utauona baada ya siku si nyingi. Labda tutafute mkate ule mgumu, ule aina ya bumunda. Bumunda ndo mkate mgumu ambao unafahamika, mkate mgumu zaidi ni bumunda. Chukua lile bumunda litupe kwenye maji, kwenye kisima au sehemu gani kama tutauona. Kwanza linamumunyuka, alafu linajigawagawa, linaishia huko kwenye maji, na yenyewe inakuja linakuwa maji baadaye. Hata ukiushika hivi unakuta tena lishalainika, linalojoka hapo. Zaidi ya yote, ukitupa kwenye mto, ule mkate utaliwa na samaki, utaliwa na wadudu walioko kwenye maji, itakuwa ni chakula chao. Sasa huyu mwandishi hapa lazima atuambie vizuri anamaanisha nini anaposema tupa chakula chako usoni pa maji. Nimekwambia lile andiko ambalo nimekutajia mwanzoni
linaendana na hili somo. Kwa hiyo naomba unisikize tu kwa makini. Umeona? Kwa hiyo tunataka tujue huyu mwandishi anatuelezea nini hapa anaposema tupa chakula chako usoni pa maji. Haya ni maandiko ambayo huaga hayasomwi sana katika mafundisho mengi, ni kama andiko lililotelekezwa hivi. Sasa leo tunataka tujue huyu bwana Sulemani hapa anatueleza nini. Sasa hatua ya pili ya kujifunza ile andiko. Hatua ya kwanza tumeona katika lugha nyingine inaonyesha kwamba chakula kinachozungumzwa hapa ni mkate. Hiyo ndo hatua ya kwanza. Umeona? Sasa hatua ya pili, huyu bwana aliyeandika kitabu hiki ni Suleiman, si ndio? Tunamfahamu ni mfalme mwenye hekima kuliko watu wote waliokuwepo kipindi chake. Ni bwana mwenye hekima zaidi. Kwa hiyo ndio aliyeandika hiki kitabu, si ndio Sawa, au aliyeandika ili andiko, si ndio Sawa. Sasa jambo la tatu, hatua ya tatu ya kulielewa ili andiko ni kwamba aliliandika katika uandishi wa aina gani? Ziko aina tofauti tofauti za nini, za uandishi. Kuna uandishi wa kihistoria ambapo mwandishi anapanga mpangilio wa kitabu kihistoria, lakini kuna uandishi wa ushahiri, alafu kuna uandishi wa nyaraka, alafu kuna uandishi wa kinabii. Zote hizo ni andishi ambazo zinapatikana kwenye nini? Kwenye Biblia. Tukianza kujifunza aina za andishi tutajifunza haya mambo. Sasa Suleimani ili andiko kaliandika katika mtindo wa ushahiri. Ameliandika katika mtindo wa ushahiri. Sasa mtindo wa ushahiri una aina za uandishi wake. Unaweza ukaandika shairi lako kwa lugha ya picha. Unaweza ukaandika shairi lako kwa mpangilio tu wa fasihi wa maneno, ile pale ukayapanga maneno. Unaweza ukaandika dialect, lakini unaweza ukaweka misemo katika shairi. Tunajua ushairi ni uwanja mpana wa lugha, sio unaelewa, sanaa ya lugha. Kwa unaweza ukatia msemo. Sasa ili neno tupa chakula chako usoni pa maji ilikuwa ni msemo maarufu kipindi cha Sulemani. Yaani ni moja ya misemo maarufu kipindi cha Sulemani ni tupa chakula chako usoni pa maji. Kwa lugha nyingine tunaweza tukasema hii ilikuwa ni sawasawa na methali au nahau ambayo ilikuwa inatumika kipindi kile. Sasa tunapozungumzia methali au nahau, tunajua wahenga ndo wataalamu sana ambao walituletea hizo vitu katika lugha yetu ya Kiswahili. Umeona? Sasa kuna baadhi ya misemo waga inakosa maana pale muda unapokuwa umeenda sana. Yaani vizazi vinapokuwa vimebadilika, baadhi ya misemo yenyewe tu inapoteza maana. Sasa ili tulielewe hili neno lazima turudi wakati wa Sulemani. Turudi wakati wa Sulemani. Tuone hii methali ilikuwa ina maana gani katika kizazi chake. Lakini sasa tunaporudi katika kipindi cha Suleimani, inamaanisha sasa tunatoka kwenye ushairi tunarudi katika historia. Yaani lengo lote tulielewe ile andiko lina maana gani. Tunarudi katika historia. Tupa chakula chako usoni pa maji. Sasa historia ya huu msemo umeanzia katika taifa la Misri. Historia ya huu msemo umeanzia katika taifa la Misri, ambapo huko ndiko msemo huu ulikopatikana, tupa chakula usoni pa maji. Utaona baada ya siku si nyingi, ambapo au tupa mkate usoni pa maji, kama tulivyoona chakula kinachozungumzwa ni mkate, utaona baada ya siku si nyingi. Sasa huko Misri huu msemo ulianzaje? Ulianza kwa namna hii. Misri walikuwa wanalima ngano. Walikuwa ni walimaji wazuri sana wa zao la ngano. Ndio maana tunakumbuka hata katika ile ndoto ya Farao aliota ile miganda ya ngano, kwa sababu ndio kilikuwa chakula chao ambacho walikuwa wanakilima kwa ukubwa katika miaka hiyo. Na hawa watu wa Misri ya kale ni moja kati ya mataifa ambayo yalistaarabika mapema sana, yalielimika mapema sana. Hii Misri ya kale ilikuwa ni taifa lenye elimu kubwa dunia nzima. Ndio maana Mungu alilipeleka taifa la Israeli kule ili lipate maarifa, ili lipate ufahamu. Kwa ufahamu ulikuwepo Afrika enzi hizo. Kwa hiyo hawa watu walikuwa wanalima ngano, lakini hawakuwa wakitegemea sana mvua.
walikuwa wanaweza wakalima kwa kilimo cha umwagiliaji, ambapo sanaa ya kilimo cha umwagiliaji kwa asilimia kubwa ilipatikana huko Misri. Kwa nini? Kwa sababu ya ule mto Nile. Mto Nile ambao umeanzia hapa Victoria unaenda kumwaga maji bahari ya Mediterranean. Kwa sasa ule mto Nile umepita katika ile taifa la Misri ambapo walikuwa wanalima ngano hawa watu. Sasa wakiwa wanalima ngano, ile ngano ilikuwa inatumiwa katika matumizi ya chakula na kuandaa kwa mikate. Sasa mikate ilivyokuwa inaandaliwa kipindi hicho, sijajua ilikuwa inaandaliwaje, lakini mikate ilivyokuwa inaandaliwa ilikuwa inabaki na ngano. Inawezekana hizi mashine za kusaga hazikuwa zikifanya kazi kwa ubora mkubwa kama ambavyo ilivyo hivi sasa na miaka ya baadaye na vizazi vya baadaye. Kwa hiyo inaonekana wakati wale mabwana wanasaga ngano, kulikuwa kuna namna ya mitambo ambayo wanasagia ngano. Kwa maana hiyo walivyokuwa wanasaga zile ngano, kulikuwa na punje za ngano zinabaki katika nini? Katika ule mkate. Kwa sasa zile punje zinavyobaki katika ule mkate, watu wanakula ule mkate lakini wanatafuna na vipunje vya ngano. Sasa yale mabakia yale wakisha shiba yale makombo si wanakusanya wanaweka kwenye dampo. Sasa baadaye ile dampo wanaenda kutupa wapi? Yale mabakia ya vyakula walikuwa wanatupa katika mto. Walikuwa wana tabia ya kutupa mtoni. Ambapo sasa walipokuwa wanatupa yale madampo mtoni, wale matakataka walikuwa wanatupa mtoni, wanatupa yale mabakia ya mikate kule, wanakuja kushangaa sehemu ambapo walitupa ile mikate. Baada ya muda mfupi wanaona ngano inaanza kumea. Umeona? Kwa nini ngano ilikuwa inamea? Kwa sababu ndani ya ule mkate kulikuwa kuna punje za ngano ambazo hazijasagwa vizuri, zilikuwa zinatengenezwa pamoja na ule mkate. Kwa hiyo yale mabakia yalikuwa na punje za zile ngano. Kwa hiyo ile mikate ilipokuwa inaenda inatupwa katika ule mto Nile, zikawa zinaibuka na nini? Na zile chembe za ngano. Kwa hiyo ndipo ikawa tamaduni yao kwamba jamani, hii chakula kimebakia, hizi ngano zimebakia, tuzitupe mtoni kwa sababu tutaziona baada ya siku si nyingi. Sijui umenielewa hapo. Kwa hiyo ndio ikaibuka huo msemo, tupa chakula chako usoni pa maji nawe utakiona baada ya siku si nyingi. Kwa nini? Kwa sababu chakula kilikuwa kinaonekana baada ya ngano kuanza kumea. Sasa hiyo ndo maana ya huu msemo ilipotokea hapo. Ilikuwa wakiutumia msemo, walikuwa wanautumia katika muktadha huu hapa kwamba fanya mema yako, lakini hayo mema yako yatakuja kukulipa baadaye. Yani fanya uwekezaji, fanya mema, yatakuja kukulipa baadaye. Lakini pasipo kujua huu msemo una maana kubwa sana kiroho. Maana kubwa ambao unao kiroho ni kwamba maandiko yanasema Yesu ndiye chakula cha uzima. Anajitaja katika Yohana 6 pale kama sikosei, anasema mimi ndimi chakula cha uzima. Lakini anasema sehemu nyingine, anasema mimi ndimi mkate wa kweli. Anawaambia baba zenu walikula mana, mkate ambao ulikuwa unashuka kutoka kule Misri, ulikuwa unashuka kutoka mbinguni unashuka jangwani. Anawaambia baba zenu walikula mana, walikufa, lakini mtu ambaye atanila mimi, ambaye ndimi mkate wa kweli, chakula cha uzima, hata kufa milele. Kwa Yesu anajitaja kama yeye ndiye mkate. Si unaelewa? Sasa tunaposema maji, tumeona mkate ni Yesu, ambapo anasema tupa mkate wako usoni pa maji, ambapo mkate ndio Kristo Yesu. Sasa tunapoongelea maji kwa lugha ya kimaandiko, maji utafsiriwa kama ulimwengu. Maji utafsiriwa kama ulimwengu. Ziko tafsiri nyingi za maji. Kuna tafsiri ya maji na mtafsiri Roho Mtakatifu, ambapo maji hayo ni maji ya uzima, ndio Roho Mtakatifu. Lakini anapoongelea maji mengi au bahari, ina maana ya kiulimwengu katika maana ya kimaandiko na maana ya kinabii. Ndio maana unakuta kuna sema nikamwona mnyama akiibuka nikamwona mnyama akiibuka baharini, inamaanisha bahari ni ulimwengu. Kwa anaposema tupa chakula chako usoni pa maji, anamaanisha Yesu ndiye chakula ambaye katupwa katika ulimwengu, ambao ulimwengu ndio maji. Yesu ndio chakula ambaye katupwa katika ulimwengu. Anasema ukishatupa huo mkate utauona baada ya siku si nyingi. Sio, unaelewa? Utauona huo mkate baada ya siku si nyingi. Na Yesu ndio huo mkate ambao ametupwa. Anasema mimi ndimi chakula, mkate ushukao toka juu. Kwa maana hiyo Mungu ni sawa anapomtupa Yesu katika ulimwengu ili amuone baada ya siku si nyingi. Sasa iko hivi. Sasa Yesu ndiye mkate, sio, ambaye ametupwa ulimwenguni. Sasa huyu mwanamke anamfuata Yesu tuliyemuona hapo katika kitabu kile cha Marko.
Marko pale ndo anamzungumzia yule mwanamke Mkanani. Anamfuata Yesu, anamwambia hivi, Bwana, mwanangu ana pepo, umrehemu mwanangu, umponye. Yesu anamwambia si vema chakula cha watoto kuwapa mbwa, acha watoto washibe kwanza. Sasa pale anamaanisha nini? Anamaanisha mkate ambao ulikuwa unazungumzwa pale ndio yeye mwenyewe, yeye ndiye mkate. Ndio maana anasema si vema chakula cha watoto kuwapa mbwa. Kwa maana hiyo chakula ambacho anakizungumza Yesu ni yeye, alafu mbwa anaozungumza ni watu wote wa mataifa, watu wote ambao nje ya taifa la Israeli wanakuwa mbwa kwa muktadha wa andiko hilo hapo. Anasema si vema chakula cha watoto kuwapa mbwa. Kwa maana hiyo Yesu ndiye chakula, alafu watoto ndio taifa la Israeli. Sio, unanielewa? Ambacho chakula hicho cha Yesu ndio ule mkate ambao unatajwa kwenye Mhubiri, tupa chakula chako usoni pa maji, alafu utakiona baada ya siku nyingi. Kwa maana hiyo sasa katika Mhubiri anasema utakiona baada ya siku nyingi, ambao chakula hicho ndio Yesu kimetupwa kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya watoto. Watoto hao ni nani? Ni taifa la Israeli. Alafu Yesu anamwambia yule Mkanani, anamwambia hivi, acha kwanza watoto washibe. Si vyema, si vizuri chakula cha watoto kuwapa mbwa. Sasa angalia jibu lijibu yule mwanamke, akasema sawa, sisi ni mbwa. Sawa, tunakubali sisi ni mbwa, lakini ona hili neno, hata mbwa wanakula chakula kinachoanguka miguuni pa watoto. Akasema hivi, hata mbwa wanakula chakula kilichoanguka miguuni pa watoto. Baada ya kulijibu hilo neno, Yesu akasema hivi, hii imani, sijawahi ona imani kama hii. Huyu mwanamke ana imani kubwa, na akatendewe sawasawa na hitaji la moyo wake. Kwa hiyo mwanamke, binti yake akapona, yule mwanae ambaye alikuwa anasumbuliwa akapona. Kwa nini? Kwa sababu ya imani yake. Lakini lile neno ambalo yule mwanamke aliliongea lilikuwa ni unabii mkubwa sana, ambao hata yeye aliyokuwa anaongea kuwa anaujua, ila Yesu ndo alikuwa anajua. Ndio maana akasema imani ya huyu mwanamke ni kubwa. Sasa imani sio kung'ang'ania tu kwamba hata mbwa anakula chakula kikianguka miguuni pa watoto. Ni lile neno aliloliongea lilikuwa neno zito sana, ambapo neno hilo chakula si ndio Yesu tumesema, ambapo hicho chakula sasa siku ile ambapo Yesu anapelekwa msalabani, waliokuwa wanamsulubisha ni Wayahudi, ambao hao Wayahudi ndio hao watoto ambao Yesu anawaita waache watoto washibe. Hao watoto ndio wanaokitupa chakula. Sio, unanielewa? Ambao chakula ndio Yesu. Kwa hawana haja na kile chakula, hawakitaki. Sasa kipindi ambacho wale hawakitaki kile chakula, wanakitupa, wanakichezea, wanakipiga mateke, tunaona ndio kipindi ambacho Yesu anakwenda msalabani, amebeba ule msalaba, anayumba yumba nao, anatikisika nao, anaanguka nao, kwa sababu yeye ndiye chakula. Sasa anasema hivi yule mama, hata mbwa wanakula chakula kikianguka miguuni pa watoto. Yesu alianguka na mara ngapi na msalaba? Alianguka na msalaba mara kwa mara, alikuwa anaenda nao, anaanguka nao. Alafu sasa wakamkamata mtu mmoja mweusi kama mimi, anaitwa Simoni Mkelene. Yule bwana walipomkamata wakamwambia amsaidie Yesu kubeba msalaba. Kwa hiyo inamaanisha sasa yule Simoni sasa anakiokota kile chakula ambacho kimeanguka miguuni pa watoto. Anasema hivi mama yule, hata mbwa wanakula chakula kinachoanguka miguuni pa watoto. Kwa hiyo Simoni Mkelene ambaye ni mataifa, alikuwa ni Mwafrika kama mimi, ametokea huku Afrika, mweusi kabisa, anaenda anamkamata Yesu na msalaba, anakiinua chakula kilichoanguka miguuni pa nani? Pa watoto. Kwa maana hiyo sasa inamaanisha wokovu sio wa Wayahudi peke yao, ni wa watu wote. Ndio maana Mungu anasema, kwa maana jinsi niliupenda ulimwengu nimemtoa mwana wa pekee, ili kila amwaminiaye asipotee. Akusema nimeipenda Israeli, anasema nimeupenda ulimwengu. Ila tu kanuni ya Mungu ni wokovu uanzie Yerusalemu. Sio, unanielewa? Kwa hiyo sasa wokovu uanzie Yerusalemu, alafu uende kwa Samaria na Uyahudi na mwisho wa nchi. Kwa maana hiyo ndio ilikuwa ratiba ya Mungu kuanzia pale, lakini aliupenda ulimwengu. Kwa maana hiyo hata chakula kikianguka miguuni pa watoto, mbwa atakula. Kwa tukaokota kile chakula na kikatufaa. Sasa pale msalabani, Yesu alipokuwa msalabani, wakati unatupa ule mkate, unatupa chakula chako usoni pa maji. Sasa wakati ule mkate unautupa usoni pa maji, kanuni ili ule mkate uone siku si nyingi, na maanisha ule mkate
ushuke chini kabisa ya maji. Ukishashuka chini kabisa ya maji, zile mbegu, ule mkate uanze kujivua. Alafu zile mbegu zile, kwa sababu zina uzito, zitaenda chini kabisa. Zile ngano zikishafika chini zitashikana na ile nini, ule udongo wa chini. Alafu zikishashikana na ule udongo wa chini, na maanisha zile mbegu lazima zioze. Alafu zikishaoza zizame chini, tena chini sana. Alafu hapo sasa ndo zitaanza kumea hivi juu. Kwa Yesu Kristo kama mkate ambao umetupwa katika uso wa maji, ilikuwa ili tuuone tena lazima azame chini. Ili mkate uonekane lazima uzame chini. Ndio maana tunaona Yesu akazama chini pale msalabani alipokufa. Haikutosha, akaenda chini sana, akaingia kuzimu kule, kukamata funguo, kukamata madeni, kufuta kila kitu, mikataba yote chini, kama mbegu ambavyo iliyotupwa katika uso wa maji, ile ambayo tunataka tuione tena lazima izame chini. Mkate uliotupwa kwenye maji, tupa mkate wako usoni pa maji, utaona tena, lakini ule mkate lazima uende chini ili tuuone tena. Kwa sasa ukishafika chini ukazama sana, alafu baadaye sasa my friend, baadaye ndipo tunaona sasa ile ngano inapoinuka, hainuki ngano moja, zinakuwa nyingi tena. Inakuwa tayari ilikuwa mbegu moja, lakini imezaa nyingi, imezaa. Ndipo Yesu anapoinuka sasa, tunatokea na sisi wengine, si unaelewa? Natokea na mwalimu mimi, unatokea na wewe, anatokea na mchungaji yule, anatokea na askofu, anatokea na Mkristo yule, anatokea na yule kaka, anatokea na yule dada, anatokea na yule. Kwa hiyo ile mbegu tumeiona baada ya siku chache. Kwa hiyo nilikuwa nataka niongee na wewe jambo hilo siku ya leo. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Namba zetu ni kama unavyoziona hapa. Kama unabarikiwa na mafundisho haya na unatamani kuwa sehemu ya huduma hii, basi unaweza ukaungana nasi kwa sadaka yako, chango wako na sapoti yako yoyote ile. Na Mungu atakubariki sana. Lakini usiache kusubscribe kwa wewe ambaye bado, lakini share vipindi hivi kwa watu wengine wengi na Mungu atakubariki. Tukutane kipindi kijacho.